Kwa hiyo ni muhimu kwa mfano wa kesi kama hii kwamba mashauri haya yaweze kwenda kwa kasi, na ndio maana tunafanya uangalizi kwa lengo la kugundua wapi kuna changamoto, tuweze kuishauri serikali, tuweze kushauri watu watunga sera kwamba na taasisi zote zinazosimamia haki, ili waweze kuona kwamba kuna umuhimu wa kuzingatia taratibu za kisheria tunapokuwa tunaendesha mashauri haya. Pamoja na mambo mengine ni uzingatiwaji wa viwango vya usikilizwaji wa haki. Tunapozungumza masuala ya makosa ya haki jinai au haki jinai, wakati wa kuendesha mashtaka haya kuna mambo ambayo lazima yazingatiwe. Kwanza, haki na uhuru wa usalama wa mtu mwenyewe. Lakini dhana ya kutokuwa na hatia, the presumption of innocence, lazima izingatiwe kwa kiwango kikubwa sana. Na hiyo tumekuwa tukiangalia, je, wanatreat mtu kwa namna gani? Na hii ni mfano sasa kwa mashauri yote hapa Tanzania, lazima hii dhana izingatiwe ya presumption of innocence. Lakini haki ya kutaarifiwa mara kwa mara sababu za kukamatwa au mashtaka, haki ya kupata msaada wa kisheria kwa usiri na ufanisi zaidi, lakini muda wa nyenzo za kutosha kwa ajili ya kuandalizi, wanatakiwa wapewe muda wa kutosha na nyenzo. Kama tulivyoona, kulikuwa kuna wakati mwingine wanakagua mpaka nyaraka zinazopelekwa kule na mambo mengine, kuingilia uhuru wa maandalizi ya shauri. Lakini kutendewa kibinadamu, treatment of an inmate kama binadamu, asifanyiwe kinyume. Na hii sasa ni kwa wote. Tumeona sasa hivi wimbi ambalo limejitokeza nchi hii la watuhumiwa kufanyiwa ukatili. Tumeona wale vijana waliofanyiwa ukatili pale Ngorongoro pale, wale vijana wa Arusha, wale mmoja akapoteza maisha, ni ukatili wa hali wa juu walifanyiwa. Tuna taarifa zingine kuwa kule Mbeya kuna vijana ambao wamefanyiwa ukatili na kuingiziwa kabisa vyupa. Tumeona ukatili wakati wa ukamataji na wakati wanapopelekwa kwenye vituo vizuizi hivi vya polisi, ukatili unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo lazima mtuhumiwa atritiwe vizuri. Kwa matukio kama haya yanatupa sisi mwanga wa kugundua kwamba ni wapi panavuja ili tuweze kurekebisha. Lakini ushiriki wa umma katika kufuatilia mashauri haya ni jambo la msingi, na ndio maana tumefuatilia namna gani wananchi, waandishi wa habari wamekuwa wakikwamishwa. Uhuru wa mahakama ni muhimu pia katika kutenda haki. Mahakama yenyewe inapaswa kuwa huru katika kuendesha mambo yake ya kimsingi. Tunashukuru kwamba katika shauri hili kuna maeneo tumeona mahakama ilikuwa inajaribu kutenda haki pale ambapo mlalamikaji anapokuja analalamika. Kwa mfano, mlalamikaji amekuwa akilalamika hajatibiwa, hajapata chakula, amekaa maeneo, mahakama ilikuwa inasimama na kushikiliza. Haya ndio mambo ambayo lazima tuwe tunayafuatilia kama watu wa haki za binadamu, lakini watu wa sheria. Tunaamini kabisa kwamba dhana ya usikilizwaji wa haki zinalindwa chini ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria na mitandao mingine yote ya kimataifa. Upatikanaji wa msaada wa kisheria ni sehemu ya msingi. Maandalizi na utetezi wa kesi pamoja na ushiriki wa ndugu na mawakili kikamilifu ni sehemu ya msingi kabisa ya uendeshwaji wa makosa ya jinai. Sasa baada ya kubaini changamoto hizi ambazo sasa tumeona kesi hii imehudumu kwa muda mrefu sana, na kesi hii ina madhara pia mengi katika taifa letu, kwa sababu ni kipindi ambacho tunazungumza kuwa na umoja wa kitaifa, tunazungumza kuwa na katiba mpya. Kwa hiyo kesi hii ina madhara mengi sana katika mshikamano wa taifa, katika kujenga taifa. Kwa hiyo ni kesi ambayo sisi tunayofuatilia na tunatoa mapendekezo yafuatayo namna sasa ya kuliendea swala hili. Katika kuhakikisha kwamba tunajenga amani, mshikamano na maendeleo ya nchi, tunatumia uwezo wetu wa kisheria na utaalamu wetu katika masuala ya haki za binadamu kushauri taifa mambo yafuatayo. Kwanza, kwa mahakama, kuhakikisha shauri linasikilizwa na kukamilika kwa haraka, kusimamia kwa umakini maombi ya kuahirisha kesi na kutaka sababu za msingi ili kuepuka ucheleweshaji wa wote zaidi, kulinda na ushiriki wa halisi wa umma na vyombo vya habari na mawakili na wadau wengine katika shauri hili na mashauri mengine, kuhakikisha mawasiliano ya siri kati ya mshtakiwa na mawakili wao na ndugu yanalindwa, kuendelea kulinda uhuru wa mahakama kwa uadilifu na mchakato mzima wa shauri hili, kuhakikisha kila kizuizi kinachowekwa wakati wa mashauri ya mahakama ni kwa mujibu wa sheria na ni cha lazima na kinalingana na mahitaji ya wakati huo, kwa sababu tumeona vizuizi vingi vinafanyika dhidi ya mawakili. Mawakili sasa hivi wanazuiwa hata kuongea na vyombo vya habari. Tunashauri kabisa kwamba mawakili ni sehemu ya mahakama na wasizuiwe kuongea, kufanya shughuli zao katika maeneo ya mahakama. Kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka,
Kutathmini mara kwa mara utoshelevu na ukamilifu wa ushahidi unaotegemewa kuendeshwa na mashtaka kabla ya kuendelea na mashtaka. Kuhakikisha maamuzi ya kuendesha mashtaka yanaongozwa kwa maslahi ya haki na maslahi ya umma. Kupunguza kuahirishwa kwa kesi kusiko na kwa lazima na ucheleweshaji wa kiutaratibu. kuendesha mashtaka kwa maana inayozingatia wajibu wa kikatiba na viwango vya usikilizwaji wa haki. Kwa jeshi na Jeshi la Magereza Tanzania. Ushauri wetu kwa Jeshi la Magereza ambao ndio inakaa na watuhumiwa na imekaa na mtuhumiwa huyu mpaka na leo, kuhakikisha hali ya kizuizini kukaa na mtu pale inazingatia viwango vya kimataifa na sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kuwezesha mashauriano ya siri kati ya mahabusu na wawakilishi wao, hasa mawakili. Kuhakikisha kwa mahabusu wanapata fursa inayofaa kuonana na familia na kupata nyaraka zote za kisheria. Kuheshimu uhuru wa dini na kuhakikisha fursa za kushiriki ibada na bila ubaguzi kwa watuhumiwa wote. Kuheshimu uhuru wa dini pamoja na haki zingine za msingi za mtuhumiwa. Kutoa chakula cha kutosha, huduma za afya nyingine za msingi na ustawi wote wa kijamii na malazi yawe imara, na kuwaweka watuhumiwa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa hatua zile ambazo walizonazo. Sio vyema kuwachanganya, mwingine ameshatuhumiwa, mwingine ameshahukumiwa, na kukaa kwa pamoja, kuweka utaratibu wa kuwatenganisha. Lakini kwa serikali sasa, mapendekezo yetu kwa serikali, kuhakikisha serikali inazingatia uhuru wa waandishi wa habari wote wanaofuatilia masuala haya ya kesi hii, watetezi wa haki za binadamu na makundi mengine yote yanaachiwa kuwa huru katika kufuatilia shauri hili. Kuchunguza kwa haraka bila upendeleo kwa ufanisi tuhuma zote za kushambuliwa, kuteswa, kutishwa na kutendewa vibaya kwa namna nyingine yote inayoweza kuhusiana na mwenendo wa kesi au wajibikaji. Kuzingatia matumizi ya mifumo halali iliyopo ikiwemo mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka manake DPP pale inapofaa kwa mujibu wa sheria, ili kuondoa shauri hili la wakili Tundu Lissu mahakamani na kutoa nafasi ya kupata suluhisho la kudumu, lakini kutoa nafasi ya mazungumzo na mshikamano katika jamii yetu. Kwa hiyo tunashauri serikali itumie taratibu za kisheria kwa kutumia ofisi ya DPP kwa kuangalia na kufanya tathmini kwamba je, tuna ulazima wa kuendelea kuwa na shauri hili, na ikiwezekana liondolewe, na kutoa nafasi ya mazungumzo baina ya makundi yote ya kijamii akiwemo Tundu Lissu na chama chake. Kukuza mazungumzo, maridhiano. Tunashauri serikali ikuze mazungumzo ya wazi na maridhiano ya ukweli na mwafaka wa kitaifa miongoni mwa wadau wote ili kuimarisha amani, utawala wa demokrasia na kuheshimiwa kwa utawala wa kisheria. Masuala ya maridhiano, mwafaka wa kitaifa uhusishe makundi yote, isionekane ni swala la kisiasa, isionekane ni kundi fulani, makundi yote ya kijamii. Tunashauri serikali, na katika kufanya hivyo ni lazima lifanyike hili wakati shauri la Tundu Lissu limefika mwisho au limeondolewa kwa mujibu wa sheria. Kuimarisha uzingatiwaji wa wajibu wa Tanzania kikatiba, kikanda, kimataifa katika masuala ya haki za binadamu, ikiwemo kulinda uhuru wa msingi wa utawala wa kisheria na uendeshaji wa makosa ya mashauri ya makosa ya kijinai. Kutatua changamoto hizi kwa njia ya maridhiano na kutoa nafasi ya makundi ya kushiriki mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Kuendelea kuwepo kwa shauri hili mahakamani kuna dhorotesha michakato hii ambayo tulionayo. Kwa mfano swala la katiba mpya, huwezi leo ukaanza mchakato wa katiba mpya wakati kiongozi wa chama kikuu yuko ndani. Ni jambo ambalo halitawezekana. Kwa hiyo ni vyema wakati mwingine vitu kama hivi vimalizwe ili tuweze kupiga tuweze kupiga hatua kwenda katika mambo mengine. Kesi hili swali hili linaturudisha nyuma. Hatuwezi kupiga hatua mbele kama taifa kwa sababu tunashauri. Kwa hiyo tunashauri serikali kwa mujibu wa sheria iliondoe na itoe nafasi ya Tanzania sasa vyama vyao, Mheshimiwa Tundu Lissu na wengine wote wanasiasa kushiriki katika michakato inayofuata. Na tumekuwa na mifano mingi ya mashauri ambayo tayari yametumika. Tumeona kabisa kwa mfano aliyekuwa mwenyekiti wa chama hichi Freeman na Ikaeli Mbowe alishatolewa kwa utaratibu hizi za kisheria, manake kutumia nafasi ya DPP. Tumeshaona mwaka jana tu wale vijana wote waliopewa kesi ya uhaini nao waliweza kuondolewa kwa kutumia taratibu hizi za kisheria. Kwa hiyo bado tunashauri serikali kwamba ni vyema tukaamua kufika tamati ya shauri hili
ili tuweze kukaa mezani kama taifa na kuyajenga mambo yetu wenyewe kama taifa. Kwa bunge, tunashauri bunge pia kupitia kufanya marekebisho kifungu cha 15 kifungu cha 5 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ili kuruhusu mahakama kufanya uamuzi wa dhamana. Mahakama hiyo inatoa dhamana yenyewe kama tulivyosema. Mahakama isifungwe mkono. Bunge ina uwezo wa kufanya marekebisho hayo, kuimarisha kinga za kisheria za kusikilizwa kwa haki na dhamana, taratibu zote za kisheria kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo maboresho yafanyike zaidi kuhakikisha kwamba mwenendo wa mashtaka ya makosa ya jinai yanaendeshwa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Lakini kwa wenzetu wa sasa za kiraia, wanaharakati na makundi mengine kuendelea kufuatilia kwa mwenendo kesi hii kwa kuhakikisha kwamba misingi inazingatiwa, kukuza uelewa wa umma kuhusu haki ya kusikilizwa michakato mizima ya makosa ya jinai, kuheshimu dhana ya kutokuwa na hatia na kusisitiza kwamba watu wote ni huru mpaka pale mahakama itakapowabaini kwamba wamefanya makosa, kuendelea kushirikiana kwa njia ya kujenga na kuimarisha utawala bora na serikali na wadau wengine wote katika taifa letu. Tunashauri pia wanasiasa wote wawe tayari kwenda kwenye meza ya mazungumzo, kuwa tayari kutatua changamoto za taifa letu kwa kukubali majadiliano na makubaliano yenye maslahi kwa umma, ya uwazi na ya ukweli, yenye maslahi kwa umma na sio kwa makundi moja kama vile wanasiasa sasa kiraia nani. Maslahi ya umma, majadiliano na maridhiano yenye maslahi kwa umma. Lakini tunawashauri viongozi wa Chadema pamoja na Mheshimiwa Tundu Lissu mwenyewe kuona umuhimu wa kuendeleza mazungumzo pale ambapo nafasi itatokea, na kutoa nafasi ya kwenda kwenye maridhiano ya kitaifa, lakini kwa kuzingatia tena kama tunavyosisitiza maslahi mapana ya kitaifa. Chadema, viongozi wa Chadema pamoja na Tundu Lissu mwenyewe tunaendelea kuwashauri kama kuna fursa ya mazungumzo, lakini mazungumzo ambayo yana maslahi mapana kwa taifa, basi tunawashauri wasisite kufanya hivyo, kwani kufanya hivyo tunatoa nafasi ya Tanzania kutulia, kukaa kwa pamoja kama taifa na kujenga mambo yetu ya msingi ambayo tunayo makubwa sana. Mambo ya msingi, mambo ambayo tunayo mbele makubwa, swala la katiba mpya, maboresho ya mifumo ya uchaguzi, ni mambo ambayo tunaweza tukayafanya tukiwa tumerudi kama taifa, tumekaa meza moja kama taifa. Mwisho kabisa, ingawa mahakama iliendelea kusimamia mwenendo wa shauri hili vizuri katika baadhi ya matukio, tuna kutoa kinga kwa mfano zilizolenga kulinda haki ya mtuhumiwa kiutaratibu, bado tunasema kuna changamoto kuhusu athari ya jumla ya masuala yaliyoainishwa katika taarifa yetu hii ya utekelezaji, ambayo yanahitaji utekelezaji wa haraka sana ili kuhakikisha kwamba haki za mtuhumiwa hazipotei, lakini kuhakikisha kwamba shauri hili linafika katika hatua ya kuridhisha na wakati mwingine kutoa sasa nafuu ambayo sisi tunaisisitiza ya kisheria ya mtuhumiwa kuachiwa kwa ajili ya kutoa nafasi ya mazungumzo mengine ya kitaifa. Taarifa hii tunasisitiza haitoi maoni kuhusu iwapo mshtakiwa ana hatia au hana hatia. This is not a report that confirms the criminality aspect of the process, but rather it's just a normal trial observation ambayo aim to assess the adherence to criminal justice processes kuanzia kwenye arrest mpaka tunapokuja kwenye prosecution. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni lazima tusisitize hilo, na sisi tunashauri kabisa kwamba taasisi zote zinazosimamia haki zitende haki katika mashauri yote ya haki jinai, sio tu kwenye shauri hili. Zitende haki kuanzia mtuhumiwa wanapokamatwa, polisi watende haki, waache kutesa Watanzania, na pale wanapokwenda mahakamani, mahakama zitende haki, na wanapokwenda magereza pia watende haki. Kwa hiyo kwa ufupi tunaweza tukasema kwamba hii ndiyo hali halisi ya mwenendo wa shauri hili la wakili Antipas Lissu kwa takriban siku 500 toka alipokamatwa Aprili 9 mwaka 2025 hadi tarehe 19 Agosti 2026. Inatoka yanazingatia zaidi
yale ambayo tumeyafuatilia kwa muda wote na jinsi ambavyo tumekuwa tukifuatilia mahakamani, mahabusu na popote pale ambapo mtuhumiwa alikuwepo toka alipoanza kukamatwa, pamoja na hali zingine zote zilizojitokeza. Tumeangalia kwa mfano uhuru wa waandishi wa habari mnapokuwa pale, matukio yote yaliyojitokeza, waandishi wa habari kupigwa, pamoja na mambo mengine, uhuru wa mawakili, uhuru wa watetezi wa haki za binadamu kufuatilia. Tuliona watu waliokuwa kipindi kile, mnakumbuka, waliotoka nchi za nje walikamatwa, walisumbuliwa, tulikuwa tunafuatilia kwa ukaribu. Kwa hiyo matukio yote hayo tumeyaweka kama matukio ambayo yalienda sambamba na shauri hili, na pengine kisheria na kwa mujibu wa katiba hayakupaswa kutokea. Kuzuia watu kwenda mahakamani, kuzuia waandishi wa habari kwenda mahakamani. Mnaona waandishi wakati wengi mlipata changamoto, wengine mlipigwa, wana mawakili ambao ndio maafisa wa mahakama walikuwa wanasumbuliwa, wengine walipata majeraha, walipigwa. Kwa matukio yote haya tumeyafuatilia kwa ukaribu zaidi, na matokeo ya awali yanaonyesha kabisa kwamba kukamatwa kwa Tundu Lissu kupelekwa mahakamani, kuna changamoto zimejitokeza toka anapokamatwa mpaka anapopelekwa kwenye vizuizi. Kwa hiyo ufuatiliaji huu ulibaini, pamoja na mambo mengine yapo ambayo pengine yalikwenda vizuri, sehemu kubwa yamebainika kwamba kuna changamoto katika kuanzia pale alipokamatwa, pale alipokuwa mahakamani, lakini na hata anapokuwa kule magereza. Lakini tumeona kuna changamoto ambazo ziliwakumba pia watu wengine ambao walikuwa ni watu ambao wamejitolea kwenda kufuatilia shauri hili, ni wafuasi wa vyama husika, wengine ni viongozi wenzake, wengine ni wana mawakili na watu wengine. Kwa hiyo taarifa yetu imejikita zaidi kuonyesha hizo changamoto ambazo kimsingi kwa mujibu wa standard, kwa mujibu wa sheria havikupaswa kuwa sehemu, kwa sababu mahakama na michakato hii ya haki inapaswa kutoa haki na uhuru kwa watu wote kwenda kushuhudia, kwa sababu hii ni kesi ya umma na huyu ni kiongozi pia wa umma, kwa sababu kiongozi wa chama cha siasa ni kiongozi wa umma kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania watashiriki masuala ya uongozi wa nchi yao kupitia vyama vya siasa. Kwa hiyo ni kiongozi wa taasisi ambayo inatambuliwa kwa mujibu wa katiba, na wananchi walikuwa wana haki ya kwenda kufuatilia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo tumeliona katika mambo mengine yote ni swala la kukamatwa, ambapo kuanzia ukamatwaji, alikamatwa, akuambiwa kesi yake, akuambiwa shauri lake ni nini, na kufikishwa kwenye vituo vya polisi. Kiongozi huyu angeweza kuitwa kwa wito, kwa sababu alikuwa anaendesha mkutano, angeweza tu kusubiriwa amalize mkutano akaitwa kwa wito. Kwa hiyo mchakato wa utoaji haki tulianza kuona umeanza kuvurugwa pale alipoanza kukamatwa yale mazingatio ya utaratibu wa ukamataji hayakuweza kuzingatiwa, na baadaye tuliona alifikishwa mahakama ya hakimu mkazi tarehe 9, tarehe 10 alikamatwa tarehe 9. Tunashukuru katika eneo hili hatukuona ule ucheleweshwaji wa muda mrefu ambao watu wanakaa katika vituo vya polisi, hata wengine wiki, mwezi, alafu ndio wanapelekwa mahakamani. Kama tarehe 9, tarehe 10 akapelekwa katika mahakama ya hakimu mkazi, na bahati mbaya kwamba pale Kisutu kwa mujibu wa sheria baada ya kusomewa mashtaka, mahakama ile haikuwa na uwezo wa kusikiliza mashauri haya makubwa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Kwa hiyo ilisomwa na baadaye taratibu zingine za kimahakama zikaendelea, lakini hakutakiwa kujibu kwa mujibu wa sheria. Mnafahamu kabisa mahakama ile haikuwa na mamlaka, lakini tumebaini kuwa shauri hili lilianzishwa wakati upelelezi au kukamilika. Shauri hili lilianzishwa wakati upelelezi au kukamilika. Kwa mujibu wa sheria za sasa ni kwamba lazima ufanye upelelezi ndio uweze kumkamata mtu au kumtia baroni mtu na kumpeleka aidha polisi na baadaye mahakamani. Sasa changamoto tulioiona kwenye hatua hizi za awali ni kwamba kama nilivyosema, ukamataji wa kufuata misingi ya sheria, lakini hata kumkamata mtu kabla hujafanya upelelezi kabisa, hiyo nayo ni changamoto, kwa sababu kwa mujibu wa maboresho ambayo yamefanyika na yamependekezwa na tume ya Jaji Chande kama alivyoundwa na Rais Samia, kuna maboresho yaliweza kufanyika kwamba lazima kwanza upelelezi ukamilike ndipo mtu aweze kukamatwa. Hilo nalo tumeliona kwamba halikuzingatiwa. Eneo la pili ni kuzuiliwa kwa muda mrefu kabla ya kesi na vikwazo vya dhamana kuanza. Tumeona mpaka kesi ilipokuja kuanza muda ulipita muda mrefu. Kwa kipindi chochote cha ufuatiliaji, wakili Lissu aliendelea kuwa mahabusu kwa sababu ya kosa la uhaini imeainishwa na kuwa kosa lisilo la dhamana. Wote mnafahamu ni kosa ambalo halina dhamana, laendelea kuzuiwa
na kulingana na uzito na mazingira kulikuwa na sababu za msingi katika mazingira ya kesi hii muda mrefu, sababu za msingi ambazo pengine zingeweza kuzingatiwa kuhakikisha kwamba swala hili la kesi hii inapewa kipaumbele na inakwenda kwa kasi, kuzingatia kwamba huyu alikuwa ni kiongozi wa chama cha siasa, na pia mwaka jana ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi. Muda mrefu wa kizuizini unaibua hoja kuhusu haki ya uhuru wa utu, dhana ya kutokuwa na hatia hadi itakapothibitishwa vinginevyo, na haki ya kusikilizwa kwa kesi ndani ya muda unaofaa. Mara zote tumekuwa tukishauri maamuzi ya kuzuia dhamana yasiwe ndani ya sheria, yawe ni maamuzi ya kimahakama, kwamba mahakama wasifungwe mkono kuamua kwa mujibu wa kesi, kwa mujibu wa shauri kwamba huyu mtu apewe dhamana au asipewe. Kwa kitendo cha kuweka sheria ngumu zinazozuia dhamana vinaweza vikafanya watu wengi ambao pengine mahakama ingeona kwamba wanastahili kupewa dhamana wakati shauri lao linaendelea. Kwa hiyo swala la tatu ni hali ya kizuizini ambayo tuliangalia yukoje sasa toka anakamatwa, lakini sehemu kubwa akiwa kule magereza. Ilibaini changamoto kuhusu namna wakili Lissu alivyotendewa wakati akiwa kizuizini, wakati kipindi chote kuanzia anapokamatwa hadi anapokuwa magereza. Changamoto mahususi iliyojitokeza baada ya kuhamishiwa kutoka gereza la Keko. Mtakumbuka kwanza alipelekwa gereza la Keko na baadaye akahamishiwa gereza la Ukonga bila ndugu mawakili kupewa taarifa. Hilo nalo lilikuwa ni kosa la kisheria, kwa sababu ndugu na mawakili wanapaswa kujua ndugu yao yuko katika magereza ipi. Sasa unapompeleka mtu, kwa mfano ukampeleka mtu Dodoma magereza, ndugu wanajua yuko Dodoma, alafu ghafla anatolewa Dodoma anapelekwa Kisongo Arusha, ndugu au mawakili hawana taarifa. Hilo ni kosa kabisa, sio utawala bora, sio namna ambavyo utendewaji wa watu wanapokuwa vizuizini unapaswa kuwa. Kwa hilo ni kosa. Pia kuwekwa katika kizuizi cha watu ambao tayari wameshahukumiwa kunyongwa, condemn. Nyinyi mnafahamu mtu ambaye ameshahukumiwa kunyongwa, huyu anasubiri kunyongwa. Sasa kumchukua mtuhumiwa na kumweka katika maeneo ambayo ni ya condemn, watu ambao tayari wameshahukumiwa, ni kosa kubwa sana, na kuanza kulindwa na watu kulindwa kama mtu ambaye tayari ameshahukumiwa kunyongwa ni makosa mengine ambayo tumeyabaini, ambapo kwa mujibu wa taratibu na sheria havikupaswa kuwekwa hivyo. Kwa hiyo kumehatarisha uhuru wake, usalama wake, hata kimawazo na kisaikolojia. Imagine mtu umetuhumiwa alafu unakwenda kukaa na watu ambao tayari wanajua kwamba kesho au kesho kutwa ninakwenda kunyongwa. Katika mazingira kama hayo, ndio maana taratibu za kisheria zimetenganisha kati ya watuhumiwa na watu ambao tayari wameshahukumiwa. Wanakaa katika mazingira kidogo tofauti. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, changamoto zingine zilihusu vikwazo vya kutembelewa na familia, ndugu, mawakili, pamoja na mambo mengine yote ambayo ya kimsingi. Hilo tuliliona na taarifa yetu, na watu wetu wakili Kisabu ambaye alikuwa anaongoza jopo hili amekuwa akienda mara kwa mara kuzungumza na Mheshimiwa Tundu Lissu kwa ajili ya kubaini changamoto nyingi ambazo amekuwa akikumbana nazo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pengine kwenye uendeshaji wa mashauri kama haya, hili au lingine ambalo litakuja na au mengine yanayoendelea, ni muhimu sana kuzingatia haki za watuhumiwa wanapokuwa vizuizini. Changamoto nyingine ilikuwa ni upatikanaji wa uwakilishi wa kisheria na maandalizi ya utetezi. Tutambue kabisa kwamba kesi hii ni kubwa na inahitaji maandalizi mazuri, na taarifa tulizofuatilia na ufuatiliaji unaonyesha kabisa kwamba zinaonyesha kuwa katika baadhi ya matukio mashauriano yaliwekewa muda mfupi. Watu wanapokwenda kuongea naye wanapewa muda mfupi, mawakili wa kupata nafasi ya kwenda kuzungumza naye, kupeleka taarifa na nyaraka mbalimbali za maandalizi. Wakati mwingine watu walikuwa wanapekua zile nyaraka za vitabu vya sheria alipokuwa anapelekewa. Kumbuka Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa anajitetea mwenyewe, kwa hiyo wakati mwingine ilibidi apelekewe sheria mbalimbali, nyaraka mbalimbali zitakazomsaidia kuendesha shauri lake pamoja na mawakili wenzake. Kwa hiyo hili ni changamoto ambalo lilionekana, ule kutokutoa uhuru wa ndugu na familia kukutana na kuweza kufanya faraka kuhusiana na maandalizi ya kesi. Hiyo ni changamoto pia ambayo ni kubwa. Mawakili lazima wapewe nafasi ya kuzungumza na mteja wao wanapokuwa kule magereza kwa ajili ya kujiandaa
kwa ajili ya kujiandaa na kesi kwa uhuru kabisa bila kuingiliwa. Wakati mwingine wamekuwa wakisikilizwa, watu wanasikiliza namna wanavyojiandaa, watu wanavyozungumza na mawakili na ndugu, kitu ambacho kimsingi kinakiuka misingi ya usimamizi wa watu wanapokuwa au treatment of inmates au watuhumiwa, watu ambao bado hawajahukumiwa au hawajapatwa na hatia. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine mtakayoyaona kwenye ripoti hiyo, nayo ilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa na changamoto. Eneo lingine lilikuwa ni upatikanaji, ulikuwa ni uhuru wa dini, upatikanaji wa taarifa na mawasiliano ya familia. Nadhani haya tumeyazungumza na mtaona kwa sehemu kubwa. Taarifa pia imeweza kuonyesha kwamba kulikuwa kuna hizo changamoto ambazo kimsingi kama mtuhumiwa anapaswa kuwa nazo, na sio tunazozungumza Tundu Lissu. Hii kesi kwa sababu ni kesi kubwa ya umma, tunatumia kama case study, kama mfano kuonyesha kwamba namna gani ambavyo watuhumiwa wanakuwa wanatendewa visivyo. Kama mtu mkubwa kama huyu kiongozi, lakini mwanasheria mkubwa mbobezi kama huyu ambaye anaweza kujitetea, ameweza kufanyiwa vitu kama hivi. Sasa itakuwaje kwa Mtanzania wa kawaida kabisa ambaye hana uelewa lakini sio kiongozi, hataweza kutendewaje? Kwa lazima tutumie mashauri kama haya makubwa kuonyesha namna gani ambavyo vyombo vyetu vya haki vinapaswa kutenda haki, kuanzia mtu anapokamatwa, anapopelekwa polisi, anapopelekwa mahakamani na anapopelekwa kule ambapo ndio makazi yao ya muda wanapokuwa wana mashtaka yanaendelea na mambo kama hayo. Jambo lingine ni ushiriki wa umma na uwazi katika utoaji haki. Pamoja na kwamba mahakama ilikuwa inaonyesha live, wakati mwingine hayo ni progress, kwa sababu ndio kesi nadhani iliyokuja kuonyeshwa wakati mwingine moja kwa moja live, pamoja na vitu kama hivyo tunakubali kwamba ni progress ya namna moja au nyingine, lakini ufikiwaji wa watu wa Tanzania, kwa sasa viongozi wenzake, wanachama wa chama chake, wa Tanzania, waandishi wa habari, mawakili, wadau wengine, watetezi wa haki za binadamu waliotaka kwenda kufuatilia mwenendo wa shauri hili, wengi walikumbana na vizuizi. Kuanzia pale Kisutu, mtakumbuka kulikuwa kuna mabishano makali, matumizi ya mbwa, magari, matumizi ya mabomu. Tumekwenda Mahakama Kuu, tumeona mawakili wengine wakisumbuliwa pamoja na nani. Kwa hiyo mchakato mzima ukupaswa kwenda hivyo, kwa sababu hili ni shauri la umma, ni la wananchi, na wakati mwingine ni vyema watu wakazingatia misingi ya kisheria wanapojaribu kusimamia mashauri ya namna hii bila kuvuruga au kuzuia Watanzania wasiweze kutumia haki zao za msingi. Tunatambua kabisa kwamba uwazi wa mashauri ya mahakama ni kinga ya msingi katika kudumisha imani ya umma kwa taasisi hizi, lakini kwa mfumo wa utoaji haki. Na tunasisitiza kuwa vikwazo vya kuhudhuria vinapaswa kuwa kwa mujibu wa sheria na visiwe vya lazima, vilingane na mahitaji halisi na vitolewe kwa sababu zilizo wazi. Pengine inawezekana kuwa kuna sababu 2-3, lakini lazima masuala haya yazingatiwe katika kuamua kwamba nani asiende mahakamani, nani, kwa sababu eneo la mahakama ni eneo la umma na Watanzania wanapaswa kuwepo pale. Mawakili pale ndio nyumbani kwao. Hakuna mtu ambaye anapaswa kumzuia wakili aende mahakamani. Mwandishi, nyinyi pale ni mahala penu. Hakuna mtu ambaye anapaswa kuwazuia kwenda kufuatilia hizi kesi za umma. Jambo lingine ni mwenendo wa upande wa mashtaka na kuahirishwa kwa kesi. Of course, swala hili limekuwa likiahirishwa mara kwa mara, tena kwa vipindi virefu ambavyo vimefanya hii kesi ichukue muda mrefu sana. Leo ni siku 500 tunapozungumza. Kumekuwa na ucheleweshwaji, wakati mwingine maombi ya dharura yamekuwa mengi na vitu kama hivyo, na kuweza kutishia usalama wa mwenyewe mtuhumiwa, kwa sababu wanapozidi kuwa kule ndani changamoto zimejitokeza wakati mwingine za kiafya kutokana na afya yake. Kwa hiyo wakati mwingine ni vyema, na ndio maana maboresho haya ya mfumo wa jinai yalivyofanyika yalisisitiza kwamba mashauri haya yaende kwa kasi, yaende kwa wakati, ili kama mtu atapatikana baadaye kwamba hana hatia, tusio tumemweka mtu muda mrefu sana kizuizini. Imagine huko nyuma tulikuwa tuna kesi watu wanakaa karibu miaka 10, bado ni mtuhumiwa tu. Sasa uje umkute baadaye hana hatia, lakini umekaa naye ndani miaka 10. Yaani umekaa na mtu miaka 10 kama maabusu, alafu unaendesha mashauri kwa kujivutavuta, baadaye unakuja unatangaza kwamba hana hatia.